Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Chama cha kutetea na kulinda haki za walimu Tanzania cha KUWAWATA kimeomba serikali kutoa maelekezo kwa baadhi ya waajiri wa walimu ambao ni wakurugenzi wa halmashauri kutoa ruhusa kwa baadhi ya walimu ambao wanataka kujiunga na chama hicho. Hayo yameelezwa leo Machi 28, 2026 jijini Dodoma na Bi Asasi Lutandika ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama hicho wakati wa kikao cha kamati tendaji taifa iliyokutana kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na chama hicho. Pamoja na mafanikio mengi tuliyoyapata, bado kuna changamoto ambazo zinatukumba, ambapo zikifanyiwa kazi wanachama wetu watafurahi zaidi. Moja, baadhi ya waajiri yaani wakurugenzi wa halmashauri kutoa ushirikiano kwa chama kwa kuingiza makato ya ada kwa wanachama ambao wamejiunga katika chama chetu baada ya kutimiza taratibu zote za kujiunga katika chama. Licha ya kwamba wanatambua kuwa mfanyakazi anayo haki ya kujiunga katika chama cha wafanyakazi au kuhama chama cha wafanyakazi alichokuwepo awali. 2, chama chetu kushirikishwa katika mabaraza ya wafanyakazi yanayofanyika katika halmashauri, hivyo kukinyima haki ya uwakilishi wa wanachama wake katika vikao vya mabaraza ya wafanyakazi. 3, baadhi ya waajiri kuwahamisha walimu ambao ni viongozi wa chama chetu katika maeneo yao ya kiongozi bila sababu za msingi na bila kuwapa stahiki zao za uhamisho. Jambo hili limekuwa likidhoofisha maendeleo ya chama na kuwahofisha walimu wengine wanaotaka kujiunga katika chama chetu. 4, baadhi ya waajiri kuingiza makato ya vyama viwili vya wafanyakazi kwenye mishahara ya wanachama wetu kinyume na sheria, jambo ambalo ni kinyume na takwa la kisheria na hivyo kumfanya mfanyakazi anaonewa na mwajiri wake. 5, chama na wanachama kushirikishwa katika maadhimisho ya sherehe ya wafanyakazi duniani, yani Mei Mosi, na wakati mwingine kuondoa katika maandamano pale wanapokuwa wamejitokeza kushiriki katika maandamano na wafanyakazi wa vyama vingine, jambo ambalo limekuwa likifanywa katika baadhi ya mikoa hapa nchini. Baadhi ya waajiri kufanyia kazi kwa wakati fomu zinazopelekwa kwao kwa ajili ya kujiunga na KUWAWATA kwa mujibu wa sheria. 7, baadhi ya waajiri kuhusisha KUWAWATA na vyama vya siasa vya upinzani, jambo ambalo halina afya kwa chama. 8, walimu kuingia gharama zisizo za lazima za nauli na kulipia notisi na nakala kwa CWT, kwani CWT wakipelekewa nakala za notisi ofisini kwao kuzikataa. Nimepokea na kusikiliza kwa makini risala yenu au taarifa yenu fupi, hususani eneo la mafanikio ambalo eneo hili limeonesha namna ambavyo mnaendelea kukua nyinyi kama KUWAWATA, na tunafurahi kwa sababu
inaonyesha sasa nchi yetu inaendelea kukua, kwa sababu uwepo wa vyama vinavyotetea maslahi ya watumishi wakiwemo walimu inamaanisha sasa tutapata urahisi na tunaendelea kuisaidia serikali yetu kujua mahitaji ya walimu na kujua namna gani wawekewe mazingira wezeshi kwa ajili ya ustawi wao na waendelee kutekeleza wajibu wao kikamilifu. Kwa hiyo nipongeze mafanikio haya, na pale ambapo unajua kwamba una mafanikio, kikubwa unachotakiwa kufanya ni kulinda mafanikio yako, lakini pia kuongeza spidi katika kuhakikisha kwamba mafanikio yale hayapotei, bali yanalindwa na yanaendelea kuongezewa mbinu ili kuwe na mafanikio mengine yatakayoungana na mafanikio haya kwa ajili ya ustawi wa CHAKUHAWATA. Kwa chini ya uongozi wa mwenyekiti wenu na viongozi wengine, namuona hapa comrade katibu mkuu pamoja na wasaidizi wote, bila kuwasahau wajumbe wa bodi, ninaamini haya mafanikio yataendelea kuongezeka na CHAKUHAWATA itakuwa ni sehemu ambayo ni kimbilio kwa walimu katika kuhakikisha ustawi wao inaimarishwa chini ya serikali yetu sikivu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna changamoto nyingi sana kama chama cha kulinda na kutetea haki za walimu Tanzania. Moja ni changamoto za baadhi ya waajiri hapa nchini kuto kushughulikia fomu za walimu wetu ambao wamekuwa wakiwa na hamu na shauku kubwa sana ya kuweza kujiunga na chama chetu cha kulinda na kutetea haki za walimu Tanzania. Walimu walioajiriwa 2004 ni walimu ambao wanatakiwa wafike daraja G bila kusoma bila nini. Lakini wale wote waliojiendeleza pamoja wamepata degree au diploma, walimu wale waliachwa. Hakuna mwalimu aliopewa mserereko ule. Tumehangaika sana, tumeenda ofisi mbalimbali, lakini wanasema ni kwa sababu mmejiendeleza, kwa hiyo hatuwezi kufanya nini kuwapa hiyo stahiki ya mserereko. Wenzetu wako G, bado sisi tuko F. Lakini ukiangalia ni kwamba walimu wale wamejifunza wakiwa kazini, wamesoma kwa kujiendeleza, vyuo vikuu huria, na wao wamefanya kazi pamoja na wenzao. Sababu tu ni kwa nini wameachwa, wamejiendeleza. Kwa hiyo tunaomba serikali sikivu ya Mama Samia basi itupe stahiki ya daraja hilo la G. Fani hiyo hiyo. Tulijiendeleza kwenye fani hiyo hiyo ya ualimu na hatukuhama, lakini matokeo yake sisi tumeachwa, ambao hawajajiendeleza wako G, sisi tuko F. Chama cha kulinda na kutetea haki za walimu Tanzania hivi sasa kina wanachama zaidi ya 40,000. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.